hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na nisfu ya Shaaban, usiku wake au mchana wake, ni hadithi ambazo zimekuja kwa sura mbili. Sura ya kwanza, hadithi ambazo ittafaqat kalimatul muhaddithina ala tad'ifiha, hadithi ambazo neno la wanazuoni wa hadithi limesimama kwa itifaki ya kwamba hazisihi. Usiku wa lailatul nisfi min Shaaban, usiku wa katikati wa mwezi wa Shaaban, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ibn Hibban kutoka kwa Muadh ibn Jabal, yattali'u Allahu ala ibadihi lailatan nisfi min Shaaban fayaghfiru li kulli khalqi au li jami'i khalqihi illa li mushrikin au mushahin. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huangalia waja wake katika usiku wa nusu Shaaban, asema fayaghfiru li jami'i khalqihi, akawasamehe waja wake wote isipokuwa wawili, illa li mushrikin au mushahin, isipokuwa watu wawili. Wa kwanza ni mushrik, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wa pili ni mushahin, mwenye shahna na mwenye baghdha, mwenye chuki na ndugu yake katika moyo wake. Nayo hadithi hii, ndugu zanguni Waislamu, wanazuoni wakaguzi wa ilmu ya hadithi kama Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Lataiful Ma'arif akabainisha wazi wazi na kinaga ubaga kwamba hadithi hii la yasihu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni dhaif. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika Lataiful Ma'arif asema wa lailatun nisfi min Sha'ban, na usiku wa nisfu Sha'ban, ana tabi'una, walikuwa tabi'un, wale walioona masahaba ni salaf wema waliotangulia, min ahli Sham, watu wa Sham. Alafu akawataja baadhi yao, akasema ka Khalid ibn Ma'dan wa Makhul wa Luqman ibn Amir, kama hawa wa ghairihim, na wengineo wasokuwa hawa watatu. Asema kanu yuadhimunaha, walikuwa wakiutukuza usiku kama huu. Hawautreat kama usiku wa kawaida, ibada wanayofanya ndani yake si kama usiku mwingine. Wanaongeza, soma Qur'ani zaidi, mtaje Mwenyezi Mungu zaidi, muombe Mwenyezi Mungu zaidi, swali zaidi katika usiku kama huu, kwa sababu ni usiku wenye fadhila. Asema kanu yuadhimunaha wayajtahiduna fi salati fiha, na walikuwa wakijitahidi katika kuswali katika usiku kama. Kisha akasema wa minhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'dhima, na kutoka kwao ndio watu wamechukua ubora na utukufu wa usiku kama huu. Yaghfiru Allahu li jami'i khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake wote, illa limushrikin, isipokuwa miongoni mwa waja wake ambao atakuwa ni mushrik au mushahin, au yule aliye na shahna. Tatizo ni kwamba hadithi hii kwa kauli na itifaki ya wanazuoni wakaguzi wa hadithi wamesema kwa kauli moja kwamba hadithi hii la yasihhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kama hii imesahihishwa na maulama mbalimbali, na katika walioisahihisha ni Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani katika kitabu chake As-Silsila As-Sahiha kwa nambari hadithi 1144. Hadithi hii tuliyozungumza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi ya Muadh ibn Jabal, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari au hadithi ya Abu Huraira, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake katika siku ya nusu ya Shaaban isipokuwa yule mushrikina au yule aliye na utesi na ndugu ya Muislamu. Itakavyokuwa hali, iwe hadithi ni hasan au iwe hadithi imeanguka dhaifun la yasluhu lilihtijaj, haiwezi kuwa imesimama kwa kutoa hoja, namna itakavyokuwa hali. Mwana al-Mubarakfuri katika Tuhfat al-Ahwadhi sharh Jami' at-Tirmidhi wasema majmuu hadhihi al-ahadith hujjatun ala man za'ama annahu laysa li lailati an-nisfi min Sha'ban fadl. Asema mkusanyiko hizi hadithi zinazozungumzia nisfu Shaaban, mkusanyiko wake ni hujja tosha kwa yule ambaye kwamba anadai usiku wa nisfu Shaaban hauna fadhila yoyote. Wapo baadhi wanasema usiku wa nisfu Shaaban hauna fadhila yoyote, kama usiku mwingine wote. La wallah, zipo hadithi zimethubutu ni nyingi. Naam, zipo zingine si za sawa, lakini zipo za sawa vile vile zimethubutu, kama hadithi hiyo tuliyoitaja iliyopokewa na al-Imam Ibn Hibban kutoka kwa Sayyiduna Muadh radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ingawa amezungumza katika hadithi iliyo na ikhtilaf kuhusu siha, kuhusu fadhila yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja isipokuwa mushrikina au mushahid, maa hadha al-ikhtilaf, hatujaambiwa katika hadithi yote iliyo sahihi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe ametekeleza ibada fulani katika siku hiyo au siku yake. Sasa yupi katika makhalifa,
yupi katika masahaba aliyetufundisha haya kwamba kuna swala inayoswaliwa usiku, kuna kufunga nisfu min Shaaban? Jawabu utapewa ni kwamba hamna, bi ijma'. Hakuna aliye na ujasiri wa kusema kwamba iko, hakuna aliye na ujasiri. Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida'us Siratal Mustaqim page namba 302 anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa lailatun nisfi min Sha'ban, na usiku wa nisfu Sha'ban, ruya fi fadliha, kumepokewa katika kujulisha fadhila na ubora wa usiku huu ahadith marfu'a, hadithi ambazo kwamba zinarufaishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa athar, na vile vile kumepokewa athar mbalimbali kutoka kwa masahaba na tabi'in. Asema zote hizi ma yaktadhi annaha mufaddala, zenye kujulisha kwa usiku kama huu ni usiku ambao kwamba ni wenye ubora. Wa inna minas salaf, na anatia taukidi Sheikhul Islam, na hakika wapo katika salaf, wapo katika wema waliotangulia, man kana yakhusuha bisalati fiha, kwa wakihusisha swala katika usiku huu. Anasema tena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa mujallad wa 23 safha ya 131, idha salla al-insanu, akiswali fi lailatin nisf, katika usiku wa nini, wa nisfu Shaaban, wahdahu, peke yake, au fi jama'atin khaswa, ama katika jamaa khaswa, kama kana yaf'alu tawaifu min as-salaf, kama walivyokuwa watu baadhi ya makundi katika salaf, huwa hasan, ni jambo zuri.